Mtazamaji wa Wabobezi TV, tuko maeneo ya makumbusho kama jinsi ambavyo tumekuambia, na nipo na shabiki kindaki wa timu ya taifa, lakini pia timu ya Yanga. Umeona tupo naye hapa, anaitwa Kizinga. Tupo naye hapa kwa ajili ya kujua mawili matatu. Bwana, moja ya story ambayo sasa hivi imekuwa gumzo katika nchi yetu ya Tanzania ni baada ya kutoa tamko kapteni wa timu ya taifa Mbwana Samatta ya kustaafu. Maoni yamekuwa mengi sana, na hususan kwamba mwakani tunaandaa AFCON hapa nchini kwetu kushirikiana na nchi za Afrika Mashariki, Kenya na Uganda. Lakini unaonaje tunapoenda kucheza na kuandaa AFCON bila ya kuwepo Mbappe wetu, kumaanisha kwamba Samatta, bila kuwepo Ronaldo wetu kumaanisha Samatta, bila kuwepo Messi wetu kumaanisha Samatta, wewe unalichukuliaje hili jambo? Kwanza mimi sijalipokea vizuri, sijaipokea taarifa ya Mbwana Samatta ya kustaafu timu ya taifa. Sijalipokea kwa sababu bado taifa hili linamhitaji sana kwenye hamasa ya kuelekea. Kwanza ndo kwa mara ya kwanza tuna hosti michuano ya AFCON. Ukiwa kama captain wa heshima, captain ambaye umetuongoza vyema kwenye taifa letu, kwenye timu yetu ya Taifa Stars, unastaafu vipi? Yani unastaafu vipi? Angalia mfano mzuri, Ronaldo angekuwa ameshastaafu, lakini Ronaldo ameamua kulisukuma jahazi la Ureno kwenye michuano ya World Cup na amecheza, japo alikuwa sio Ronaldo yule, lakini at least kidogo ameonyesha kiasi gani yuko na timu, hamasa anaiweka. Kwa hiyo kwangu mimi sijapokea vizuri taarifa ya Mbwana Samatta ya kutaka kujiuzuru au ya kuomba kujiuzuru au ya kutoa taarifa ya kujiuzuru. Mimi sijapokea kwa sababu moja kati ya mchango ambao nimeuona ni mkubwa zaidi kwake yeye ni pamoja na michuano ya AFCON hii ambayo tumetoka kushiriki juzi kati. Samatta kuona tu wachezaji wengi ndani ya vyumba wanamnyanyua Samatta, sisi mara baada ya kuqualify kuingia hatua ya 16 bora kwenye michuano ya AFCON, Samatta wanamnyanyua juu. Ile ni ishara tosha kwamba ni kapteni ambaye anajenga hata kama hapati nafasi, lakini ni kapteni ambaye anawashauri vijana, anawajenga vijana kuelekea kwenye mchezo. Hasa kama wewe tunakutegemea uwajenge vizuri vijana, uwape uzoefu kuelekea kwenye mchezo, why wewe unastaafu? Hawa vijana watajengwa na nani? Lakini vile vile lazima usimame katika kuisaidia hata serikali, kusaidia hata waziri, kuwasaidia viongozi wetu. Nini kinatakiwa kifanywe? Kwa mfano, ukiangalia timu yetu ya taifa ya vijana under 17 wamefika finali, si ndio? Lakini wale wachezaji wako wapi mpaka sasa hivi? Kila mchezaji ameenda kwenye majukumu aliyokuwa nayo timu kule walikomtoa, si ndio? Hili bado ni tatizo. Kwa hiyo hatuna wakina Samatta wengine ambao tunakwenda kuwatengeneza baadaye. Hatuna. Ndio maana mimi nitaendelea kusema hii mpaka siku ya mwisho. Na hichi kipande nawe kikate, mpelekee waziri. Mwambie mimi nasema ili tutengeneze wakina Samatta wa baadaye, tunahitaji ile timu ya vijana iliyotufikisha AFCON. Ile ni timu ambayo kwa mtazamo wangu mimi naona itatufaa katika michuano ya baadaye. Kwa wale vijana tunahitaji serikali sasa kupitia nguvu yake, uwekezaji wake, wawachukue wale vijana, kila mchezaji mmoja mmoja. Taifa letu lina mabarozi wengi sana, wengine wako katika nchi ambazo zinamiliki academy nyingi Ulaya na Afrika kote. Wanaweza wakachukua wachezaji wawili mmoja mmoja, kila barozi ambaye yuko katika nchi mbalimbali ambazo zinamiliki academy, akachukua mchezaji mmoja mmoja akampeleka kwenye ile academy na akamgaramia. Mfano, barozi yuko Canada pale kuna academy ziko nyingi tu, lakini kuna moja academy ni bora zaidi, imewapitisha baadhi ya wachezaji wengi bora kabisa, inamchukua. Kuna mchezaji wangu pendwa familia ya kina Kizinga yuko pale, bwana mdogo, jezi namba 20 na jana kafunga goli. Familia kabisa. Yes, familia ya kina Kizinga ile. Kizinga anatakiwa kwenda Canada katika academy fulani pale Canada. Balozi wa nchi ya Tanzania aliyopo Canada anasimamia swala la Kizinga, kula, kulala, kuishi vizuri, kucheza mpira na malipo, kila kitu. Miaka 2 baadaye, yani hata wakina Samatta mchango wao tutabaki tunawashukuru, waendelee kuisupport timu, lakini tutakuwa tuna wachezaji ambao tukiingia kwenye michuano yoyote, mimi nakwambia kwa ile timu ikilelewa vizuri, ikipelekwa kwenye academy iliyokuwa vizuri,
sio tu kwenye AFCON, sisi mpaka katika zile timu 10 bora ambazo zitakwenda kutuwakilisha kombe la dunia na sisi tutakwenda. Moja ya maandiko ambayo yanachapishwa sasa hivi kwenye mitandao ya kijamii, lawama nyingi zimetupiwa sisi washangiliaji, umeona ambao ndo tunasema tunaipenda timu ya taifa. Tumekuwa na maneno mengi sana kwa ajili ya kumzoofisha Captain Samata, tukisema kwamba asaidii timu, labda wanasaidia baadhi ya wachezaji wengine wametajwa na majina huko, umeona. Kwako wewe unawaambiaje mashabiki wa timu ya taifa? Waendelee na hayo maneno wanayoyazungumza, kwa sababu mimi naamini mchezaji, wanafundishwa wachezaji pindi unapokosea na pindi unapofanya vizuri. Shabiki ni mtu wa namna gani? Shabiki ni mtu ambaye anahitaji vitu vizuri. Tumetofautiana. Yupo shabiki ambaye anahitaji mchezaji afunge tu, anahitaji kukosa. Wachezaji wanashauriwa kutokuyaweka sana kichwani lawama za mashabiki, kelele za mashabiki, matusi ya mashabiki, kutokuyaweka kwenye akili yako. Focus na kazi yako, focus na kile ambacho unachotakiwa wewe kukifanya. Mfano, Bakari Nondo Mwamnyeto ni beki bora kuwahi kutokea, ni kapteni wa makombe ya Young Africans. Mchezo wa Young Africans dhidi ya Dodoma Jiji alijifunga, alipewa lawama nyingi sana, lakini alikalishwa chini kisaikolojia. Ilifikia hatua kama na yeye anakata tamaa, anaumia na nini, lakini watu walimwambia kaa chini, cheza mpira. Yeye mwenyewe alisema alhamdulillah, amekwisha, anaingia kufanya kazi. Mechi iliyofuata tumecheza vizuri, amecheza na ameshangiliwa. Katoka pale mechi dhidi ya Simba ameenda kupata goli, na mechi zingine tena, mechi ya Mashujaa kafunga goli. Yani usimtoe mchezoni mchezaji, muache. Na wewe mchezaji usikubali kutolewa mchezoni. Mashabiki wanahitaji nini lazima ujue. Shabiki atakupenda unapofanya vizuri, ukifanya vibaya atakuchukia, lakini kukuchukia kwa shabiki kusikufanya wewe ukatoka mchezoni. Mimi siamini kama Mbwana Ali Samata, mchezaji ambaye amecheza mpaka level ya ligi ya Uingereza, akakubali kwenda kutolewa mchezoni na maoni ya kina Mandala, ya kina Tunda Mrutu wa Simba wale, Kisugu, mzee wa Saruti, akakutoe mchezoni wewe ukubali. Mimi sina imani hiyo. Kwa hiyo mimi nimwambie tu bado sisi, kwa maoni yangu mimi bado. Kwa nini umetaja mashabiki wa Simba kwenye swala la taifa? Yes, kwa sababu ndio mashabiki ambao kwangu mimi ni mashabiki ambao bado wanahitaji kupata elimu. Nini wanachotakiwa kukishabikia? Hivi wewe kwenye maisha yako wewe ya burudani ya soka kabisa katika dunia hii, tangu umeanza kuzaliwa, ushawahi kumuona shabiki anakwenda kushusha kinyesi chake katika eneo la wazi? Ushawahi kuona? Sijawahi kuona. Hujawahi kuona? Hata shabiki wa Simba na afisa habari wa Simba wanakwenda sehemu wanasema kwamba jamani, huu muda wa kuchimba dawa, tena unatangaza kabisa muda wa kuchafua mazingira. Lakini alinukuliwa Ahmed Ally akisema, moja ya mahojiano yake akisema kwamba alipoambia kwamba waende kuchimba dawa, akimaanisha dawa aina ya mitishamba, kuna namna mnapata ubingwa kutumia imani za namna hiyo. Kwa hiyo alienda kuchimba dawa za namna hiyo. Sawa, kwa hiyo alisema alikuwa anamaanisha kwenda kuchimba dawa ya mitishamba, si ndio? Wewe uliona kuna mtu anachimba mtishamba pale? Sikuona hiyo. Alichokuwa anakifanya shabiki wa Simba alikuwa anafanya nini? Mashabiki waliokuwa wengi walikuwa wanatoa haja ndogo, walikuwa wanajisaidia haja ndogo, sawa, na wengine wakaenda wakatoa kubwa. Sio, umeelewa? Lazima tukubali, usipindishe Kiswahili kinachoeleweka, maana yake inajulikana. Tafsida kupunguza ukali wa maneno. Tunaposema tuko safarini, jamani, umefika muda wa kuchimba dawa, maana yake watu washuke kwenye gari. Kama unajisikia kutoa haja ndogo toa, kubwa toa, dereva anakusubiri. Kwa Ahmed Ally anawashauri, anawaambia na anawaamuru mashabiki wa Simba, wakina Kisugu, wakina Tunda Mrutu, wakina Mandala, nendeni. Mzalamu na unene wake ule anaonekana kwenye kamera, ameshusha vitu, anashusha mizigo yake. Na nimeona kwenye mtandao wako wa kijamii ukisema kwamba tayari wazee wa Yanga wameliingilia kati hilo na madhara ameshaanza kutokea, na ukatoa rai kwamba mtu ambaye amekwenda kushusha haja yake pale akatoe mapema. Hiyo ipoje? Mara baada ya wazee kutoa, siku 3 zilipita. Baada ya siku 3 kupita, watu hawajakwenda hata kuomba radhi. Afisa habari wa Simba hajaomba radhi. Kilichofuata ni nini? Wazee wameanza kazi. Na moja kati ya vijana ambao wameanza kudhurika ni moja kati ya shabiki wa Simba, naye alishusha mizigo yake pale, anaitwa mzee wa Ungo,
huyu ana maskani yake ni Mbagala. Huyu bwana mdogo mpaka sasa hivi tayari ameshaota bwana mzigo mkubwa anao mpaka pale alipo. Mzigo gani? Yeye anasema kitenesi. Kitenesi kile kitu kinautaga huku chini huku kubwa hivi. Umeona bwana? Kwa yule bwana mdogo tayari kimeshamtokea madhara na anaomba radhi. Tumemwambia umechelewa, uliambiwa ukatoe mizigo yako, umeshindwa kutoa. Kwa huo mzigo ni wako wewe na ndugu zako, mtajua na wenyewe. Kwa hiyo bado wazee wanaendelea na kazi, na ninavyozungumza na wewe siku ya leo wazee walikuwa na kikao tena asubuhi. Sasa ukiwa kama ni shabiki na mtani wa jadi, unaonaje ukatumia fursa hii pia kumwombea mzee wa Ungo, labda msamaha kwa wazee wampunguzie adhabu? Mzee wa Ungo nachomwambia, nimeshampa maelekezo, nenda kwa Ahmed Ally mwambie aombe radhi kwa kitendo alichokifanya